Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Bedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita. Nguo zilipeperuka huku na kule. Muna na Samira walishikilia mitandio yao vizuri kuchelea isipeperushwe majini. Tizama pale, wale kule. Nahodha pamoja na msaidizi wake walikuwa wakionyesha watu samaki waliokuwa ndani ya maji. Baadhi ya watu waliomo kwenye boti walivalia mavazi ya kuzamia na kujitupa majini. Muna alitazama kwa mshangao. Boti liliyumba huku na kule na maji kidogo yaliingia kwenye boti hilo na nguo zao zilianza kuaganda kwa maji. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Samaki hao aina ya pomboo walizama na kuibuka juu na kurukaruka. Kila wakija juu, basi watu walipiga kelele za vifijo kwa furaha. Walipofika kisiwani, Muna alistaajabishwa na mandhari ya kisiwa hicho. Fukwe zake zilikuwa pana na mchanga mweupe unaong'ara mithili ya theluji uliteleza miguuni. Muna aliinama na kugusa mchanga huo akistaajabia uzuri wake. Muna alikumbuka kwao. Ningeupata huu mchanga nyumbani, mbona ningemfurahisha Bi Salma? Ningesugua masufuria yakang'ara kama mwenzi, alijisemea moyoni. Tofauti na sehemu nyingine za mjini ambapo ungeona karatasi, chupa za plastiki, chupa za bati na takataka nyingine, kisiwani hapo ilikuwa nadra kukutana na hata kipande cha karatasi. Mapipa makubwa ya kuhifadhia takataka yalionekana kila pembe. Labda ulichoweza kuona ni magamba magumu ya aina ya samaki kama kaa, kombe na chaza ambayo yalitapakaa huku na kule. Kaadondo wadogo walikuwa wanachimba mchanga ndani kwa ndani na kufanya vishimo vidogo vidogo kwenye mchanga. Ndege waliruka huku na kule na wengine wakionekana kutoa kwenye maji na wakirudi juu waliibuka na vijisamaki vidogo vidogo. Hakukuwa na nyumba zozote kisiwani hapo isipokuwa hoteli kubwa ya kitalii na vijumba vidogo vilivyoezekwa kwa makuti. Lakini Muna aliambwa ndani ya vijumba hivyo mlikuwa kama nyumba yoyote ya kisasa, na watalii wengi walipendelea kukaa kwenye vijumba hivyo. Upepo mwanana ulivuma ukimfanya mtu atake kulala kwenye mchanga huo. Hata lile jua lililopiga kwa kasi, basi mtu asingelihisi kutokana na upepo huo. Wageni kwa wenyeji walikuwa wanavinjari kwenye fukwe na wengine walijivalia nguo ambazo ziliwaacha wazi kabisa nguo za ndani. Kumbe mavazi ya huku ndo haya? Muna aliuliza huku akigeuza uso upande mwingine. Hakuweza kumchanganyishia macho Muniri kwa aibu wakati wanatizama watu waliovaa mavazi hayo. Wengine wakicheza mziki, wengine wakibusiana, wengine wakiogelea, almuradi ilikuwa vioja kwa Muna. Bibi we, hizo ni nguo maalum za kuogelea, kwa kizungu zinaitwa swimming costume. Hata kwenye mabwawa ya kuogelea watu huvaa hizo nguo. Samira alimshushua Muna. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Hayo mabwawa ya kuogelea mimi niyaone wapi? Huko ufukweni siendi sana. Miaka hupita sijaenda. Labda mpaka aje mgeni rasmi kwetu ndio twende ufukweni, na huwa hakuna wageni kama hivi. Hata wakiwepo, basi sijaona waliovalia hivi. Kumbe ndo nguo za kuogelea. Na zako ziko? Muna alimchokoza Samira.
Nazo unafikiri sina? Na wewe nishakununulia zako, tatizo ni kuwa hujui kuogelea. Sasa utafanyaje? Labda tumwambie Muniri akufundishe. Samira aliongeza utani wake. Unajifurahisha, nani avae vile? Mimi si, tafuta Muna mwingine. Sehemu nyingine iliyompendeza Muna ahueni ilikuwa maktaba. Huko aliazima vitabu vya aina tofauti tofauti kupitia Samira, kwani Muna alikuwa mpenzi sana wa kusoma vitabu. Basi kipindi hicho cha likizo, akiwa huru bila majukumu ya kazi za nyumbani au masomo, alijipatia muda wa kusoma vitabu mbali. Pia alitembezwa skuli za karibu na walipokuwa na kujionea mazingira ya huko. Skuli nyingi alizotembelea na kuziona njiani zilikuwa za ghorofa. Zilikuwa kubwa na hazikuwa zimechoka sana. Jambo hilo lilimvutia sana. Hata jamaa zake walipogusia kwamba ahamia Ahueni na kusoma, hapo alifurahishwa na wazo hilo, lakini hakujua kama lingewezekana ama la. Muna alifikiri kwa kina maisha ya Ahueni. Mara likamjia wazo la kuhama kabisa kutoka Tulieni. Sio yeye tu, bali na familia yake yote. Maisha ya huku yana ahueni kama jina lake lisemavyo. Huku baba hatokosa kazi. Vibiashara vya mama lazima vingeshamiri sehemu kama hii, akili yake ilimwambia. Mara alikumbuka watu wote wa Tulieni. Alikumbuka rafiki zake na familia zao. Alikumbuka ndugu, jamaa na marafiki. Hapo mawazo ya familia yake kuhama Tulieni yakafifia. Kwa nini kila mmoja akipata wasaa anaondoka kule kwetu? Kama kila mtu anaondoka, je, Tulieni ijengwe na nani? Alijiuliza. Mimi sitohama Tulieni, na hapa sitohama, lakini lazima kwa sasa niondoke. Ndiyo, niondoke ili nitafute ili nipate, lakini nikishakupata tu ninachotafuta, lazima nirudi Tulieni. Nirudi kuifanya Tulieni bora kuliko ilivyo sasa. Kama wakipatikana watu kama mimi wa kutosha, basi Tulieni nayo itakuwa kama Ahueni. Muna alijigeuza huku na huko kitandani. Mto mmoja kichwani, mwingine miguuni. Aliona sivyo. Mto mmoja akaweka pembeni na kukumbatia. Macho fumba ulale, macho hayafumbi. Aligaragara muda mrefu mpaka mwisho alipopata usingizi, basi ulikuwa wa mang'amung'amu. Mara aote hivi, mara aote vile. Ndoto zisizotulia hadi karibu na alfajiri aliota yupo Tulieni. Lakini haikuwa Tulieni ile ya zamani, ilikuwa Tulieni yenye kuvutia, Tulieni yenye barabara nzuri, mabasi makubwa ya abiria ya juu na chini, kama alivyoona kwenye filamu alizozitazama karibuni. Mji ukiwaka kwa mataa na mabango ya biashara mithili ya skrini kubwa za televisheni, na watu waliovalia vizuri wakitembea barabarani. Bibi we, hebu amka. Naona leo umenizidi mimi kulala. Salama ama unaumwa? Samira alikuwa pembeni ya kitanda alicholalia Muna. Alimwamsha na kumtingisha polepole. Toba ya Rabi, saa ngapi kwani? Jana nilichelewa kulala, na hapo nilipolala basi akili yangu ilikuwa inazunguka kama pia, maana nimeota mtindo mmoja, Muna alisema huku akinyongoa kama pweza, huku akipiga miayo. Ndoto gani tena? Umeota umeolewa na mume ndo huyo bwana Muniri, sio? Samira alianza matani yake. Na wewe kila mara unaniwazia kuolewa na huyo Muniri wako, unamwona wa maana sana. Kama una lazima niwe wifi yako, basi nikakuozeshe kakangu Hamdani, maana ni bonge la mtanashati hilo. Mtaani kwetu mabanati wote wanampapatikia. Halo, anapapatikiwa sio? Apapatikiwe huko, sio mimi. Haya maji marefu hayawezi kuyaoga. Samira alijitapa.
kujigamba na kujinata ndo kwako, si usubiri usifiwe basi. Muna sasa alikuwa bingwa katika ulimwengu wa matani wa Samira. Mwanafunzi alitaka kumshinda mwalimu wake. Hebu nyanyuka hapo, acha blabla zako. Unajua leo tuna safari ya shamba? Yamenitoka kabisa. Kwani saa ngapi? Watu washaamka. Mimi leo nilikuwa na likizo ya kusali, basi hata sikushughulika kuamka alfajiri. Muna alisema na kutupa macho yake ukutani ambapo saa ilikuwa imetundikwa. Saa 2 tena. Subhanallah, nimekuwa pono sasa. Saa 4 kamili watatu hao walikuwa ndani ya daladala kuelekea shamba. Muna na Samira walikaa viti vya mbele pamoja na dereva. Wakati wanapita sehemu mbalimbali, Samira alikuwa akimwonyesha Muna sehemu hizo. Kumbe tupo na mtalii. Dereva wa daladala aliuliza kwa matani, huku akiwatazama mabanati hao ambao walitabasamu tu bila kutaka mazungumzo na dereva huyo ambaye alijitahidi kutaka kuwavaa bila mafanikio. Iliwachukua kama saa kasorobo kufika huko shamba. Shamba lilikuwa nyumbani kwa babu na bibi zao Samira na Muniri upande wa baba yao. Bibi na babu yao Samira walifurahi kutembelewa na wajukuu zao ambao mara kwa mara wanapokuwa likizo ama siku za mwisho wa wiki walikuwa na kawaida ya kuwatembelea. Kipindi hicho toka Muna aje kwao, hiyo ilikuwa mara yao ya kwanza kwenda. Karibu sana Muna. Ujambo mama, habari za kwenu? Tulieni. Mamako miaka sijamuona. Vipi hali yake na ndugu zako? Asante bibi, hawajambo wote, tunashukuru. Baada ya maamkizi, Samira alimkaribisha Muna ndani. Wakavua mabuibui yao kisha wakatoka nje barazani palipokuwa pametandikwa jamvi, huku bibi akipaka saukili wake kwa ajili ya kutengeneza makawa ya kufunikia chakula, na babu alikuwa akifua madafu tayari kuwapatia wajukuu zake kukata kiu. Madafu ya kitamli haya matamu kama asali, mnazi ule pale, babu alisema huku akinyosha kidole kuonyesha mnazi huo mkinda. Kumbe madafu tayari, haujachelewa. Muniri alistaajabu huku akimpokea babu yake kazi hiyo ya kufua madafu. Ndiyo, mbegu hizi za kisasa zikawii. Siku hizi tunasisitizwa kupanda minazi hii ya kitamli kwa ajili ya madafu ili kupunguza uhaba wa nazi. Kitamli ni kwa madafu tu, angalau nazi zipatikane, kwani minazi mingine itapunguzwa kuchumwa madafu, babu alieleza. Kwani mpaka ukushamba nazi ni ghali? Samira alitaka kujua, japo mambo hayo hayakuwa katika anga zake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Wasema taratibu, nazi siku hizi kipusa huku pia. Yale ya kupika mboga ikatokota kwa nazi hayapo tena siku hizi, bibi alijibu. Mara simu ya Muniri kapigwa. Alitoa mfukoni kuitikia na mara sauti yake ilikuja juu kuonyesha mshangao. Salama mama, kumezidi nini kwani? Ndo kwanza tumefika wala hatujapumzika. Samira na Muna walimkodolea macho na masikio juu kusikiliza. Samira mara akampokonya Muniri simu na kuanza kuzungumza yeye. Mama vipi kwani? Basi kama vipi arudi Muniri tu, mimi na Muna tutarudi kesho ama hata jioni. Sasa ilikuwa zamu ya Muna na Muniri kumsikiliza Samira. Muniri alimtazama, uso ameukunja baada ya kupokonywa simu yake ghafla. Oho, haya, sawa basi tunarudi. Samira alijibu kwa kujilazimisha kuona amevunjiwa safari yao bila maelezo ya ziada. Tunaambiwa turudi sasa hivi sote watatu. Kasema kila kitu kiko sawa lakini turudi tu, kuna jambo. Bibi, salamu zako. Mama anasema atakupigia baadaye. Inshallah tutakuja siku nyingine. Bibi na babu walipigwa na bumbuwazi. Kuna nini tena? Leo nitaka nikupeleke shamba nikakuonyeshe mipaka, maana babako halijui kabisa shamba letu. Mara yamejiri haya.
Inshallah salama, babu alimwambia Muniri, ambaye alimhakikishia kwamba angekwenda siku nyingine maalum kwa ajili ya shughuli hiyo. Haya basi, angalau mnywe chai kwanza, na hayo madafu yatieni mle kwenye mkoba, na mchukue na zile nyanya chungu ziko huko jikoni. Hamna zawadi nyingine, maana mmekuja hivyo wima wima, bibi aliwaambia. Haraka haraka walimaliza kunywa chai na kuagana na bibi na babu, baada ya kutoa ahadi kwamba angerudi tena na Muna siku nyingine kabla hajarudi kwao Tulieni. Halafu hao wakashika njia kurudi kwao. Walipofika wakapewa taarifa, Muna alitakiwa kurudi kwao haraka sana. Usiku huo kulikuwa na boti na alitakiwa awemo kwenye hilo boti. Kuna nini lakini? Mama kasema kuna kitu gani? Kuna mtu anaumwa? Muna alidadisi huku macho ameyatoa na mikono ikimtetemeka. Usiwe na wasiwasi wowote Muna, kila kitu kiko salama. Mimi nimemdadisi sana mamako, lakini kaniambia urudi tu, mengine atafuata baadaye. Inaonyesha kuna kitu, lakini si ugonjwa. Labda anataka kuondoka na wewe ubakie na nyumba, Bi Sauda alijibu, akiwa yeye mwenyewe hajui chochote kinachoendelea huko. Makubwa haya, hata nguo hajakunja, hata zawadi hajanunua, na hajanunua chochote kipya. Kwanza mama, jana tulijadili kitu muhimu kuhusu Muna na tulitaka kukwambia, ila hatukuwahi kwani tuliona bado muda upo. Ghafla yamekuwa haya, Samira alisema huku amesimama, macho yake yamejawa na maswali. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Muniri alinyamaza kimya huku akiwa ameshika tama. Alimtazama Muna na mawazo tele yalimjia. Muda mchache naye, lakini alimzoea kupita maelezo. Akakumbuka siku aliyofika walipokwenda kumpokea bandarini. Miaka mingi alikuwa hajakutana na mtoto huyo wa mamake mdogo. Mara ya mwisho alipomwona alikuwa labda mtoto wa miaka 4. Siku hizo mafua yakimchuruzika na nguo yake ya ndani ikiwa inamvukavuka, ama wakati mwingine joto likizidi, tumbo wazi. Huo ulikuwa mwaka wa mwisho wa Muniri kwenda Tulieni. Ilikuwa ni kipindi cha Disemba, wakati wa likizo, ambapo mama yao aliwachukua yeye na ndugu yake Samira kwenda kutembelea ndugu na jamaa huko. Wakati huo Muniri alikuwa mtoto wa miaka 10. Miaka imepita. Siku ile walipokwenda kumfuata bandarini, picha ya Muna iliyomjia kichwani ni ile ile ya mtoto wa kuchuruzika kamasi. Macho aliyatoa, moyo ulimshtuka na tabasamu pana lilifuata baada ya kumwona Muna wa sasa. Binti wa miaka 17 kuelekea 18. Mwembamba na mrefu, mwenye sura kama aliyechorwa, na macho akikutizama hujui kama alikuwa akicheka ama analia. Tabia ya Muna ndiyo ilimmaliza kabisa. Neno la ujeuri hakuwahi kulisikia kutoka kinywa chake, na tabasamu halikukauka usoni mwake. Hakuwa na zile mbwembwe za kujiona za watoto wa kike wenye rika kama lake, wenye mvuto kama wake au hata chini yake. Muniri hakujua awe vipi kwa Muna, kama rafiki yake, kaka yake, au zaidi ya kaka na rafiki. Ndoa za binamu ni jambo lililozoeleka kwenye mila za visiwa hivyo. Watu kuoana na watoto wa mama zao wakubwa au wadogo, watoto wa mjomba na shangazi, ama hata baba mkubwa na mdogo. Miaka yote yeye alijisemea kwamba wakati wake wa kuoa ukifika, basi angeenda kuoa mbali na sio kujiingiza kwenye ndoa za udugu na ujamaa. Aliwahi kusikia ndoa kama hizo zinaweza kusababisha mtafaruku ndani ya familia. Hata sasa hivi ambapo alikuwa akisikiliza maelezo ya mama yake kuhusu Muna kuondoka, hakujua kabisa msimamo wake. Lakini ile Muna kuondoka tu, alihisi kama donge limemkaa moyoni. Machozi yakitaka kutoka machoni na mawazo tele kichwani. Moyo wake ulikuwa ukimwambia hadithi tofauti na ile azma yake aliyokuwa nayo mwanzo. Yote hayo yalimfanya kukaa kimya tu na kutizama pirika za watu humo ndani, wakati kila mmoja akishughulika na kumpangia Muna vitu vyake. Muniri alijikalia tu ukumbini na simu yake akitazama habari hii na ile, huku akishindwa kuzingatia habari zozote zilizokuwa zinapita huku na kutokea kule. Akili yake ilikuwa kwa mtu ambaye muda huo
akijitayarisha kuondoka, na hakujua ni lini tena angeweza kumtia machoni, ingawa alikuwa na wasiwasi kwamba tayari alikuwa amejenga kasri moyoni mwake. Macho yake yakatua kwenye simu ya Muna ambayo aliiwacha hapo ukumbini juu ya meza. Kidogo akapata faraja, angalau angeweza kuwasiliana naye japo kwa simu. Mwanzo simu hiyo ya Muna ilikuwa yake Muniri, na alipompa ilikuwa kama anamwazima, lakini zamani alikuwa ameshasema kwamba atamwachia iwe yake, mali yake, aondoke nayo. Hapo alifungua sehemu ya kuandika ujumbe kwenye simu yake na kuanza kuandika. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Goodbye Muna. Hapana, sio goodbye. Hakuna kitu kama hicho goodbye kwa maisha ya watu wanaopendana. Goodbye inakuwa mtu akishakuondoka duniani. Muniri aliandika na akaenda mpaka kwenye kitufe kinachosema send. Alisoma tena ujumbe wake, akajaribu kugusa send, kisha akasita. Akafuta ujumbe wake. Kwa heri Muna, hata siamini kama unaondoka. Tumeshakuzoea sana, yaani mimi nimekuzoea sana. Na mengi ya kukuambia, na mengi ya kukuelekeza ili ndoto zako zitimie. Wewe ni zaidi kwangu, japo sijui wewe unanionaje. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Muniri aliandika tena huku akitafakari. Kisha mara Muna akapita kutoka chumbani kuelekea jikoni. Alisimama kiasi ukumbini hapo, wakatizamana kwa muda, macho yao yakazungumza. Kisha Muna aliinamisha macho yake na kuendelea na yake. Muniri akafuta tena ujumbe wake kabla hajautuma. Kwa heri Muna. Uende salama, na akipenda Mola utarudi salama. Hapa ni sehemu nzuri ya wewe kuja kujiendeleza na masomo. Nitamwambia mama azungumze na Aunti Salma. Tutakukumbuka sana mimi na Samira. Hasa mimi. Aliyatizama maneno hasa mimi, kisha akayafuta maneno hayo kwenye ujumbe huo na kuendelea kuandika. Usitusahau huko uendako. Kumbuka umeacha watu nyuma wanaokupenda na kutaka mafanikio yako. Mara hii Muniri alijikaza na kubonyeza kitufe cha send. Na kama mshale uliopigwa na mlinzi hodari, ujumbe huo ukafika sehemu yake hapo hapo. Muniri alisikia mlio wa simu ya Muna kuonyesha ujumbe huo umefika. Muda ulikimbia kama upepo na mara ilikuwa wakati wa kuondoka. Muna alikuwa tayari na mizigo yake. Hata siamini kama unaondoka. Tushakuzoea sana, tutakukumbuka sana, lakini usijali. Muna utarudi tu, ama sio mama? Samira alimuuliza mama yake huku akimsaidia Muna kuweka mabegi yake sawa. Alikuwa na begi moja kubwa na begi jengine dogo. Aunti Sauda alinyamaza kimya huku akijitayarisha kutoka kwenda kumsindikiza Muna. Muniri, kaite teksi hapo tukampeleke Muna. Mtu anayefuatana naye tayari ashanipigia simu. Kasema tukutane nje ya lango la kuondokea. Nani huyo? Muna aliuliza kwa mshangao. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abeid.